kwenye vita hii wamemtenga, wamemwacha peke yake. Na kwenye alliance hii tayari Uturuki jana amekaa meza moja na Mjapani, Mchina na Mrasia na Mkanada kujadili utengenezaji wa silaha za nyuklia kwake. Kwa nini? Mturuki kuanzia mwaka 2019 baada ya kununua air defensive ya S-400 kutoka Russia na kuacha matumizi ya fighting jet za Marekani F-35, Marekani alimpiga sanction Mturuki kuanzia 2019. Jana anadhihirisha, anasema enough it is enough bro. Anaita Canada mezani, anamuita Mjapani, anamuita Mchina, anamuita na Mrasia kujadili masuala ya kutengeneza silaha za nyuklia. Haya ni matokeo ya hii vita vya Iran, Israel pamoja na Marekani. Filipino, New Zealand, Austria, Japan, Egypt, Morocco, hawa ni washirika na Israel ni washirika wakubwa wa Marekani, wakubwa sana. Sasa unapoanza kupoteza nguvu ya ushawishi ya watu wako wa karibu, tayari hilo ni anguko kubwa. Ndio maana mpaka saizi Trump kachanganyikiwa na madhara ya Trump, uongozaji wake ambao anataka yeye auongoze kibabe. China jana umesikia wamesema wao hawataki kuiongoza dunia kama vile watu wanavyofikiria wao kwamba China inataka kuwa superpower dunia. Hapana, ila China inataka kuikomboa dunia kutoka kwenye mikono ya watu ambao wanafikiria wao ndio wanaiongoza dunia. Ndio lengo la Mchainizi, na ndio maana umeona 90% nchi zote duniani zinamkimbilia Mchina. Sio kwa bahati mbaya, sio kwa bahati mbaya. Kuanzia 2024 mwezi wa 10, baada ya Marekani mkataba wake wa mafuta kuisha Saudi Arabia, mnunuzi mkubwa 90% wa Saudi Arabia mafuta ni Mchina, ni Mchainizi. Katari ni Mchainizi, Bahrain ni Mchainizi, Kuwait ni Mchainizi. Sasa unaona jinsi gani watu wanaanza kujitoa polepole, na madhara haya ya vita hii na ushirikiano wa karibu wa Trump, serikali zimeanza kuanguka. Jana tarehe 12 mwezi wa 4 2026, nchi ya Hungary ilikuwa na uchaguzi. Mshirika wa karibu wa Donald Trump, Viktor Orban, amefeli, ameanguka uchaguzi. Trump analia, amepoteza tena Hungary. Maana yake anaendelea kupoteza nguvu ya washirika wake ambao wanampa nguvu. Tusisahau Japan, wakati waziri wao ameenda kwa Trump kujadili masuala ya watafanya nini kwa sababu meli zao zimezuiliwa, alirudi nchini Japani, watu zaidi ya 10,000 waliandamana bungeni. Tumechoka kuwa
tumechoka kuongozwa na Washington DC. Akatoka hapo, kesho yake wakaongea na Iran, wakapitisha mafuta. Hii inakupa picha kwamba tayari Marekani imekaa sehemu ngumu na mbaya sana. Kitendo cha kuanza kupotesha ama kupoteza watu wa karibu ambao wewe unawategemea katika masuala ya kisiasa, uchumi, biashara, kivita, kiintelijensia, ni anguko. Nilikwambia Vietnam wamekaa chini meza moja na Russia. Imekuwa ni hatari. Sasa unaweza kuchukulia poa hii kwa sababu unaona Marekani haina madhara ya moja kwa moja kwa sababu miji yao haijaguswa, lakini kabla ya kuguswa, kwanza anguko linaanza kwenye ushirika, kwa sababu hizi nchi kubwa zinategemea ushirika sana, na ndio maana unamwona China yuko anatanua bezi zake. Marekani ana bezi zaidi ya 800, zaidi ya bezi 800 kwenye nchi 80 duniani, kwenye nchi 80 bezi zaidi ya 800. Sasa huwezi kuangusha utawala huu simple, haiwezekani. Lazima wale washirika wake waanze kukimbia, na ndio maana unamwona Mfaransa alimwambia Mchina kuja tufanye biashara. Mwispain Pedro Sanchez yuko paka leo hii, yuko China. Canada umesikia jana Mark Carney MP, Prime Minister wa Canada, amesema enough, it is enough. Tumetumia muda mwingi sana kuilipa serikali ya Marekani fedha nyingi kuliko kujiandaa sisi, na huyo ambaye anataka kututawala sisi. Kumbuka plani ya Trump ni kuichukua Canada, kuichukua Cuba na kuimiliki Venezuela pamoja na Greenland. Sasa na Mexico pia. Kwa staili hii Trump ataingiza Marekani hasara sana. Ndio maana unaona watu wameanza kujitoa kwake. Canada ni mshirika wa Marekani kitambo, lakini jana enough bro. Mturuki jana enough bro. Spain yeye aishakata kitambo. Wiki ya pili ya vita alijitoa kitambo. Saizi yuko China, waziri ana ziara ya siku 4, tarehe 11 mpaka tarehe 15 mwezi wa 4 atakuwa yuko China. China amejua hilo, ndio maana anatoa mikopo ya bei nafuu, mikopo ya riba nafuu, afya muda mrefu bila masharti mengi, kwa sababu anajua ili kuwavutia watu lazima wape ofa nyingi. China ndio inaongoza kwa deni, yaani China ndio inaongoza kwa kudai deni kubwa duniani. Anamdai Marekani zaidi ya bilioni 800, yaani kwenye deni la taifa la Marekani la zaidi ya trilioni 30 na kitu, China na bilioni 800 kwa deni la Marekani. Kwa hiyo watu wakawa wanajua kumbe sisi tunalipa kodi, alafu kodi Mchinese anafaidika. Ndio Mchina huyo. Mrashia yuko nyuma kama backup ya Mchinese. Russia iko nyuma